Kwa mashabiki yes. Ni advantage Simba kufungwa na Yanga, kwa maana mashabiki wanakuwa aware kwamba timu yetu ni ya kawaida. Inapokuja moment tunacheza na timu ya aina fulani au timu ya kiwango fulani. Nafikiri tuliona hilo zidi ya Berkane, lakini sasa tumeliona pia hilo zidi ya Yanga. Na of course mimi naweza nikasema ndio miongoni mwa mechi 6 ambazo Simba wamecheza msimu ngumu sana. Wameshinda mechi moja tu pekee yake. Kwa maana game zidi ya Tripoli zile zote mbili kufuzu kwenda group stage, lakini the same kwenye mechi ya finali zidi ya Berkane na mechi mbili ambazo wamecheza na Simba na Yanga, wamecheza na Yanga bwana. Kwenye mechi 6 klabu yako inashinda only one game, obviously maana yake hauna wachezaji wa quality au compete kwenye big match. Lakini sio faida hivyo kwa namna hiyo kwa mwalimu, kwa sababu baada ya interview pia uliona pale Fado alisema tunahitaji wachezaji ambao wanaweza wakapambana wakaweza kushinda big match. Kwa maana yake direct ni kwamba mwalimu mwenyewe alikuwa anajua wachezaji nilionao sio wachezaji ambao wanaweza wakanipa matokeo kwa 100% au kwa hata 70% ninapoenda kucheza na timu ya wachezaji wa daraja langu au zaidi ya hapo. Umeona? Kwa viongozi of course yes, inawezekana pia ni advantage kwa kufungwa na Yanga, kwa sababu kuna uwezekano pengine mwalimu Fado angepeleka mahitaji yake baada ya msimu kuisha, angeambiwa kwamba pengine hapa Fado angesema nataka striker. Sasa striker nini? Tuna striker wale ambao wana mabao 13 plus wote. Umeona kwa season. Kwa mchezo wa juzi wameona tayari. Umeona? Sasa sikuona kitu Mgola amefanya. Wasema hata Ateba alivyoingia sikuona kitu amefanya. Umeona? Kwa mchezo wa juzi maana yake tayari. Kwa unakuthibitisha kwa sababu mwalimu hata akipeleka mahitaji, anapeleka mahitaji ambayo viongozi wao wenyewe wameyatazama, wameyaona, wanayajua kwenye hiyo michezo 6 hiyo big ambao wao wamecheza na hawakufanikiwa kupata kitu chochote kile. Kwa